السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. Mwenyezi Mungu tufikisha salama tukiwa katika mwaka pia mwaka 1447. Mwenyezi Mungu ajalie mwaka wa mafanikio, na huku tukiendelea na darasa letu la Bidayatul Hidayah na Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, tukiwa tuko katika kuendelea baada tului shamsi ila sawad. Vipi mashekha wanatuambia na dini na sheria inatufundisha jua likitoka mwanadamu atakayofanya hadi kitu gani kama Muislamu, kama muumini. Maana wengine mtu kwamba ukiwa akasema leo bori, leo sina la kufanya, ni kwamba hajijui yeye ameumbwa kwa sababu gani katika dunia hii. Sema hapa nini bori bana, hakuna pa kwenda, hajui kwamba kuna duati au gadi na situ kwamba zitaka uzifanye mpaka mwenyewe siku utaona haitoshi. Tukiendelea asema fa idha faraghta min dhalika kundi, ukimaliza kufanya yote, wa faraghta min islahi nafsaka dhahiran wa batina, na ukamaliza katika kuitengeza nafsi yako nje na ndani. Ndani ni kutoa chuki na hikdi na zinginezo. Nafsi yako kuitakasa ndani ni kuwa hasadi, ukatoa chuki, ukatoa makri, ukatoa uadui. Wa fadlan an shay'in min awqataka, na ukazidi kitu katika nyakati zako. Fala ba'sa, asema ukishakumaliza uradi zako tului shamsi, kwa hivyo na umezidi katika nyakati zako, atwambia fala ba'sa, hapana ubaya antastaqila biilmi al-madhhabi fil fiqh, kujishughulisha kwa elimu ya madhhabi katika fiqh. Hapana ubaya ushike uangalie madhhabi yako ni yapi, au madhhabi mengine usome upate kujiongezea, kwa sababu dini yetu inatuambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yatakana usome hata kama ushakuwa mwalimu, umekuwa ustadi, umekuwa baba, umekuwa mzee, endelea kusoma. Kwa nini asema nita'arafa bihi al-furu' nadira, upate kujua zile furu', yani zitatu fil ibadati, katika ibada, kama vile tunaposoma kitabu cha Bulughul Maram, uone zile dalili wanazozitoa wanazuoni wanapokhalifiana na zile hadithi wanazozitoa, na kila mtu anapozifahamu zile hadithi. Wa tariqa tawassuti, asema na njia ya kuingia kati baina al-khalqi, baina wanadamu ziumbe, fil khusumati, katika khusuma. Khusumati ni kutesi, inda inkibabihim ala shahawati, wakati pale unapolegea zile shahwa, hodi yako, matamanio yakakushinda. Mwanadamu ikiwa atakuwa yeye ifuata shahawa yake, matamanio yake, ndipo pale wakosea. Wa khalifi nafsa wa shaytana wa asima, lazima wewe katika ibada wewe kuna taklifu katika ibada, lazima kuna vitu ujikataze, ujizuie, kama katika saumu kujizuia kula na kuwa na chakula unacho na mengineyo. Na katika ibada lazima ile shahawa yako uikontrol ile nafsi yako. Ukikushinda kuikontrol ile nafsi yako, ndipo pale sasa waangukia mahali pabaya. Na kaona shahawati, wanadamu akitawaliwa na shahawati huwa ni kama mnyama. Maana mnyama ametawaliwa na matamanio yake, na mwanadamu katika kontroli kubwa ni kukontroli shahawa yake. Falidhalika, asema Imam Ghazali, basi hayo aidha tena baada al-faraghi, baada ya kumaliza min hadhi muhimmat, kutokana haya mambo muhimu, min jumlati, kutokana jumla
furudhi kifayat, ni faradhi za kutoshelezana. Kisha kumaliza wakati unao ukaingia katika ilmu al-madhahib, katika ilmu fiqh pamoja zile furu'i zake. Sasa kwambia hizo zote katika jumla furudhi kifayat. Sasa hapa ndo kwa swali, fa in da'atka nafsaka, ndio sasa ile tusofi kuelezea, fa in da'atka nafsaka ila tarki ma dhakarnahu, asema ikikuita nafsi yako kwa kuacha ile tulokutajia. Tukutajia nyuma ilmu nafi ni ilmu gani? Sio min al-awrad, kutokana na nyuradi kaziwata na ilmu nafi kaiwata, wal adhkari na adhkari, istithqalan kwa ajili ya uzito. Lidhalika hilo fa'lam, akwambia jua nafsi yako itakufanya huna wakati wa adhkar, huna wakati wa awrad, huna wakati wa kutafuta ilmu nafi. Asema fa inna ash-shaytana fa'alama anna ash-shaytana, akwambia basi jua kwamba shaytani al-la'ina alolaniwa kadasa fi qalbika, amejiandani, amejifika katika moyo wako nini? Dafi, maradhi ya moyo utani. Wewe ukimwona hapo hutaki aulad, huna wakati wa swala, kujipangia kusoma Qur'ani na mengineo, wala elimu yako, basi ujue kadasa amejifika fi qalbika, katika moyo wako dafi, maradhi ya moyo. Maradhi gani? Wa huwa hubbul mali wal jah. Siku mwanamtu hivyo kwa kazi yake ni kupenda mali, bal tuhibuna al-ajila wa tadharuna al-akhir, wal jah, na cheo. Kazeo utaona sasa watu wengi hata walipata kazeo pengine hata mtu elimu, ila mtu atakaobebe, ila mtu atakacheo. Hilo ndo tunalokimbilia nini? Kwa sababu hutaki kujigera, hutaki kusoma. Wa huwa hubbul mali wal jah wa iyyaka, endelea mkazali kwamba nakutahadharisha wewe, antaftarra, ughurika bihi na hilo, fatakuna, ikawa dhihkatu lishaitani, kitego kwa shetani, kwa shetani kuteka. Shetani akikuona huna ibadati, huna khairati, yeye ufurahi, kwa sababu alimwahidi Mwenyezi Mungu kwamba hutonitia peke yangu motoni na gurubu utanitia. Ndio utaona yeye katika mambo ya kheri na mambo ya shari. Mambo ya shari utaona watu wengi, sababu shetani nafsi. Sasa yeye ukende akaangua kitego kwa uteka, ufurahi sana ndio wafuasi wangu watakuwa wengi. Fayuhlikaka, akakuangamiza, kisha kuangamiza ile shetani. Kwa mwanamtu tena ndio basi hata msikiti huanza kuhura sasa. Thumma yaskharu minka, kisha yule shetani al-la'in yaskharu minka, yakufanyia sheri, yakufanyia maskhara. Fa in jarabta nafsaka, Imam Ghazali asema ukijaribu nafsi yako muda fil awrad wal ibadat, katika nyuradi na ibada, fakanat, na ikawa la tastathqilaha, haini uzito, kaslan anha, uvivu katika zile ibada. Sasa huyu ni mtu wa pili. Mtu wa kwanza, nafsi yako ikakuita na ukaitii, ukawata auradi na nyinginezo, shetani hukuteka ile laini na kadasa amejifika ndani yake. Huyo wa pili, ukijaribu nafsi yako kwa muda, ukaitia katika auradi, ukaitia katika ibadati, ikawa haioni uzito. Manake vipi hiyo uzito? Ni kwamba
Nao wewe ulizoea awhad, ulizoea zile ibadati, khairati ulizozoea, ukikosa wasikia ule mwili hauna raha, wasikia mwili hakina raha, wasikia leo siku ni mbaya. Kwa nini leo siku swali? Kwa nini leo alfajiri imenipita? Kwa nini sikufanya sunna? Kwa nini leo sikusoma Qur'an? Yaani kuna uvivu kupita, lakini usikii uzito, wasikia zile ibadati za kukera katika kilindi chako. Lakini dhahara rakhabata, ikadhihiri kutaka kwako au kupenda kwako fi tahsili al-ilmi, katika kupata elimu an-nafi'i, kama tulivyotaja elimu katika kuitafuta, itafute elimu an-nafi'i, elimu yenye kunufaisha, wasoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wala turid illa wajha Allah, huyu ndio ule mtawabili. Aendelea, wala hukutaka isipokuwa radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa dar al-akhirah, na wewe wafanya hizi auradi zako, khairati zako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa sababu ya dar al-akhirah, nyumba akhira, fadhalika afdal, wewe ni bora zaidi min nawafil al-ibadat, kutokana na sunna robozo zile za ibadat, mahma sahhati niyya, kwa kisihia. Siku zote innamal a'malu binniyat, nia yako ikisihi, nia yako ikiwa njema, siku zote hizo zile ibadati wewe ni bora. Yani kazi yako kwa shirika ilmu nafi ni bora kuliko mwenye kuinuka kufanya zile sunna. Soma dini yako, ukasoma dunia yako, yote ni alillah, kwa ajili ya kujua, kwa ajili ya kutoka ujingani. Walakin sha'nu fi sihhati niyya, atuambia lakini jambo katika ile kusuhilia, lakini sha'na fi sihhati niyya, ni jambo katika kule kusuhilia. Nia yako ikisihi ni jambo kwamba zuri zaidi. Fa inna tasiha niyya, kinyume chake, ikiwa nia yako haikusihi, huna nia njema, fahuwa, basi huyo, fahia, basi hiyo, maadinu ghururi al-juhal, ni maadini ya kudanganywa na watu wajinga. Ndio nia yako si nzuri, basi wewe uko katika ghururi al-juhal, wa mazannatu aqdam ar-rijal, na utatea katika nyayo za rijal. Rijalu la tulihim tijaratun, wanaume, watu ambao kwamba wanaingia katika ibadati sawa, utakuja kuteleza kwa sababu nia yako si nzuri. Ndipo pale mara nyingine wewe ukafundisha wanafunzi au watoto wa madrasa au shule, lakini kawa kila mmoja akatoka pale kwa ile nia yake, ile nia yake njema, akawa mtoto mzuri, akafaulu dini na dunia, na ikawa wale wote wasomesha kwa pamoja wale mwalimu kwa raghba na kila kitu, lakini kuna wengine nia zao si njema. Kwa hiyo wale ambao kama nia zao si njema watatoka patupu kabisa. Lazima nia. Ndio kama vile Imam Shafi asema, inna yadithina malamalu biniyati, yaingia katika milango 70. Kuna hadithi kubwa kama hiyo. Nia kila kitu ni alhala thania, hali ya pili, alla taqdira, hutoweza ala tahsili ilmi nafi, kupata elimu yenye manufaa ya maneno hapo, lakini tashtaghilu, kujishughulisha biwadhaif al-ibadati, kwa kazi za ibada, min adh-dhikri, kutokana na dhikri, wa qiraati, na kusoma, wa tasbihati, na tasbih, wa salat, na sala. Fadhalika min darajati al-abidina, hii katika daraja za kufanya. Ikiwa wewe si msomi, lugha fupi, huwezi kuwa msomi
hali zimekupita, nafasi huna pengine kwa kazi na mengineo, basi asema kama uingia katika daraja za ilmu, ingia katika daraja al-abidina, za watu wenye kufanya ibada, yani jishughulishe ibada zako kuzipanga, dhikri, qiraati, namna unavyosoma qira'a zako, tasbihi zako, swala zako za ibada, swala za mtume na mengineo, basi yote ni katika daraja al-abidina. Sababu sote hatuwezi tukazaliwa tukawa sote bwana zuoni, sio? Lazima tugawanyane. Pengine katika ndugu uliozaliwa, mwingine atakuwa ni mwanachuoni, mwingine atakuwa ni baharia, mwingine atakuwa ni mpelekaji ndege. Basi yeye namna anapokwenda, lakini aingie katika daraja za al-abidina, wenye kufanya ibada. Wasiyari salihin, na nyendo za watu wema, maige wale watu wema, hata kama si hamtokuwa, lakini mtapata zile tashbihati za watakunu. Aidha Mwangaza sema atakuwa yote tena minalfaizina, katika watu waliofaulu. Katika maswahaba kuna maswahaba kwa siku uradi wao, kila siku wakileta tasbihi 12,000 halali, mpaka kwa siku tasbihi yake 12,000, ili waliingia katika daraja la abidi. Wengine 30,000 halali tu, isipokuwa kuteurani ama tahlili ama tasbihi ya 30,000. Wengine wameswali raka karibu 300 wakiswali. Wengine katika maswahaba wakati wao walikuwa usiku mzima asoma mswahaba, hakikisha yeye kwa siku atamaliza mswahaba. Hata wewe ikiwa una shughuli zako kidogo, mswahaba kwa siku unaweza kumaliza 30. Huwezi ugawanye siku 3, huwezi ugawanye siku 5, lakini usikose kusoma Qur'an, sababu Qur'an inaonyesha mambo mengi sana. Hiyo kuhifadhi zaidi. Wengine walikuwa wakifanya tawafu ndani ya Makka kila siku, wakifanya tawafu 70, kila mtu katika maswahaba. Wengine walikuwa wakisoma Qur'ani sana, kama kina Sayyidina Uthman bin Affan, wakipenda matadabburi tena huko wakisoma Qur'ani na wakizingatia zile aya. Alhalatu thalitha, hali ya tatu, antastaghila, yatakana ujishughulishe bima yasilu minhu, kwa kinachofika kutokana hivi hayo mambo ya kheri na ilmu. Khairu minal muslimina, kheri kwa Uislamu. Yani lau daraja pili huwezi al-abidina, daraja ya kwanza al-abidina, ya pili al-abidina, ya tatu jishughulishe kuwafanya kheri Waislamu. Kheri gani? Una wakati wa ibada nyingi, wayadkhulu bihi sururun ala qulubi almu'minina min qada'i hajatin lahum wa muawana, wayadkhulu surur, watie furaha ala qulubi almu'minina, kwa nyoyo za waumini. Angalia kama Ghazali nakupa, huwezi mambo elimu, huwezi ibada tasbihi nyingi, huwezi na nyinginezo, basi wewe watie furaha katika nyoyo za Uislamu. Min qada'i haja, tuna haja ukamkidhia haja yake, tafurahisha furahisha, si lazima mtegesho kama kitegesho, la hasha. Ni kama mtu ana dharura, ile dharura yake kumwelea, ana deni ukamlipia, atashukuru maisha. Ana watoto wataka kusoma, ukamsomeshea, maisha utamfurahisha wale mtu. Ndio dhukuru makadai haja tena pamoja na kukidhia haja, wa muawana timao, na kuwasaidia pamoja nao, ala birri wa taqwa, kwa wema na kumcha Mungu. Lakini sasa tukiangalia
kila mtu atakayekumuudhi mwandani wake. Ajabu, sisi kwa sisi, mtu akikuona upatikana jambo la matatizo Muislamu pengine ni jirani yako, ufurahi. Furahika ni jambo hilo, yale matatizo yakupata. Yaani kila tukipata makero baada ya kusema bado hajapata makero apate makero. Badala ya kutia furaha hawezi, badala kutia hasira na ghadhabu na chuki. Au tatayassaru bil a'mal as-salihah lis-salih. Au fanye sahali al-a'mal as-salihah, amali njema lis-salihin, kwa watu wema. Yaani huwezi basi wale watu wema wafanyia amali njema, yaani wenyewe kwambia khidmat al-fuqaha, wanachuoni wako wafiqi na wengineo wafuqaha watumikio ni wanachuoni. Ukimtumikia wanachuoni ni katika thawabu kubwa. Wasufia na masufi wa ahluddin na watu wa dini, mtu wa dini akimtuma ukasikia raha, uko tayari kutumikia. Wataraddudi na kuzingazinga, yani kurudi mathalan mfano ala mardha wa wagonjwa bil iyada. Ona kama uwezi baada hiyo, basi fanya kazi yako kwanza kwa tembelea wagonjwa. Kuna wagonjwa majirani na hospitali na wengine, kusema leo baada ni wazuru, hasa ikiwa jamaa zako au jirani zako. Zote ni katika hali ambayo kwamba Imam Ghazali azigawaje zinaitwa wadhaif. Ni lugha moja, wasai fi idhami fuqara, na kwenda mbio kualisha mafukara katika sulhu, wal masakin na maskini, yote katika kufanya mbali. Kama uwezi ibadati, uwezi dini ama ilmu, basi wewe mafukara maskini ukiwaona wanyoshia, kisha leo wataraddudi mathalan ala mardha bil iyada, na kwenda kurudi kuangalia wagonjwa. Wala janaiz bitash'ii, na ukisikia mtu amekufa diskoti ile jeneza, nenda ukazike bi ajli Allah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sawa. Fa kullu dhalika, yote haya tunayotaja afdalu min nawafil, ni bora kuliko zile rokozo swala za sunna za kujitolea. Kufanya mambo haya tunataja yote, fa inna hadhihi ibadatu, hizi pia ni katika ibada. Wafia na ndani yake rifqun lilmuslimina, ni upole kwa Waislamu. Yani rifqun, yani ni manufaa kwa Waislamu, sababu yule atakayemtembelea ile mgonjwa mwanzo atafurahi, kisha atakuombea dua. Al-Jailani yasema, Al-Jailani, ma wasaltu ila Allah ta'ala bi qiyam al-layl wala siyam an-nahar, asema sikufika kwa Mwenyezi Mungu kwa kusimama sana usiku au kwa kufunga mchana sana, walakin wasaltu ila Allah ta'ala bil karami wal tawadhu wa salamati as-sadr wa salamatu as-sadr, lakini nimefika kwa ukarimu na tawadhu nilikuwa nayo na kusalimika katika kifua, yani kusalimika katika kifua, wa qalbun salim, ana haikichuki haikijambo lolote. Na hili ndio jambo hata Mwenyezi Mungu ataye yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku mali hayakufa, watoto hawakufa, isipokuwa moyo wako uliosalimika. Umesalimika nini? Na chuki na hasadi na makri na nini, ndio utakaposalimika. Ndio hapa pia Al-Jailani ataja usalama tu sote. Wajaweza kumwona mtu ufunga sana, ukamwona mtu swali sana, lakini ndani ya roho yake amebeba chuki ndani ya nyama. Sote zile alama tu zile sana baada ya kumsafisha yeye na salata tanha anil fahsha
haijamkataza, anamshikili katika zile swala za ibadati zake. Kimaliza nne, alhalatu rabia, in lam taqwa ala dhalika, asema ikiwa huna nguvu wa hizi zote tulotaja tatu, uziwezi hali ya kwanza na hali thani na hali thalith, fashtaghi. Alema mfasali kwenye vizuri sana. Fashtaghi, jishughulishe bihajatika, kwa haja zako, iktisaban ala nafsika au ala iyali. Fanya kazi ya tuma, ujiangalie wewe, uangalie familia. Au kila mtu anakuwa tofauti, lazima tulazimishane tuende wewe ufanye ibada na mwenzako awe kama wewe. Hili ndio tatizo letu sisi. Wale wengine wale mashehe wataka mtu awe kama yeye. Ndio nafasi yake kila mtu kulingana na vile alivyo na kulingana na wakati na mambo yanayotokea. Kwa hivyo wasema kama uwezi hizo, jishughulishe fashtaghi bi hajatika, shughulisha kwa haja zako, iktisaba ala nafsika, kutuma kwa nafsi yako, ala iyalika au ala iyalika, au familia yako iangalie, wazee wako, ndugu zako, watoto wako na wengine. Utakuwa kupoteza muda. Wakati salima almuslimuna minka, na la pili, Waislamu wasalimike kutokana na wewe, yani wasalimike kutukani mtu, usengenye mtu, upige mtu. Wa aminu min lisanika, kwa biyadika, na wapata amani kutokana na ulimi wako na mkono wako. Wasalama laka dinaka, itasalimika hilo dini yako itakuwa salama. Idha lam tartaki maasiya, ikiwa huna maasiya, hukutuma maasiya, hukufanya maasiya, fatanalu bidayatu ashabil yamin. Asema Imam Ghazali, utapata leo ashabul yamin, ma ashabul yamin, kwa watu wa duniani. In lam takun min ahli tarqa ila maqamati sabiqin, ikiwa hukuwa katika kupanda maqam daraja as-sabiqin al-tuqriya, fahadhi aqallu darajati, ndio daraja dogo chache, fi maqamati dini, katika makamu au daraja ya dini. Wa baada hadha, asema baada hizi zote nne, fahuwa fi marati shayatin, hiyo ni katika malisho ya mashaitani. Ya daraja ya kwanza huwezi, daraja ya pili huwezi, ya tatu, ya nne, basi ndio katika marati shayatin, malisho ya mashaitani, yani tanaumihim waktisai, huko katika kujinemesha, kufanya raha tu na starehe za mashaitani. Wadhalika biantastaghila, hilo kujishughulisha, waliyadhu billah, na tujilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuingie katika hizi daraja tatu. Bima yahdimu dinaka, asema hiyo itavuta dini yako, kama mwezi daraja ya kwanza na ya pili na ya tatu na nne. Au tudhi abda min ibadi, au tamudhi mja katika waja min ibadillahi ta'ala, kutoka na waja msiko. Fahadhi rutbatul halikina, kazi yako huyu mtu ufika kaudhi watu tu, ana ibada, hajui makama si nini, hafanyi khairati yote, utakuwa mtu udhi tu kazi yake. Huyo ukiketi na amani masaa, ukimwona ukiketi nusu saa na yashakuudhi. Akija atakwambia hili, atakuletea fitna hili, atamtaja huyu, atataja haya, atakukera roho yako. Fahadi rutbatun bahalakina, ini daraja watu waliongamia. Fa iyaka an takuna min hadhi tabaqa, itahadharishi usiwe katika hii tabaka ya tano. Tuelea kwamba ima yakuna aliman, sio, au mutaaliman, au muhibban, au mustafa, la takun khamisa, usiwe wa tano. Hadithi ile kwenda vile na maneno ya Imam Ghazali kwenda ya ule. Kwa hivyo alwaqtu sayfun illa taqta'uhu qat'a,
wakati mpaka ikiwa utakukata wewe, yani wakati upatilize, hasa hii ayamu hadathati faqtaniwa ala inna hadathati la tadum, masiku kama hii mdogo garogaro patiliza. Utafika wakati huna time ya kusoma, huna time ya kujielimisha, huna time ya kujiendeleza. Sasa tuwaambia ni mbele marati shetani anafanya kazi zake, ingia katika nafsi yako anakushawishi hivyo. Lakini ukijipangia, ukifika wakati wa kuchukua kulala, utaona umechoka, kisha wasikia raha kila siku. Kila yomi ziada, sio wakun mustafida kila yomi ziada. Sayyidina Ali radhiallahu anhu, kila siku mimi natia faida gani au mimi nafanya nini? Ikipita siku kutia faida ya dini yote, basi wewe katika kufasa usikubali. Hata kama utahifadhi Qur'an, aya nyingine ndani ya Mungu lako, ukiwata hivyo utaingia virus. Ikiingia virus inaharibu. Hivyo hakikisha wewe akili yako uko safi na ufanye kila bidii kupanga mpango kama haya. Inshallah kwa haya tunazungumza, Mwenyezi Mungu atakujalia min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.